Na msikilizaji, katika hali ya kushangaza ikiwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kutangaza nafasi za makocha mbalimbali ambao watakwenda kumchagua mmoja ambaye atakwenda kuifundisha kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Anderlecht Abidjan. Na Simba wamepokea maombi ya makocha 136 na miongoni mwa jina ambalo limeapia katika nafasi hiyo ni jina la aliyekuwa kocha wa Dar es Salaam Young African, Romain Folz. Sasa taarifa hiyo, mtazamaji wa Kalinduka Online TV, ni kuwa klabu ya Simba imepokea maombi ya makocha 240 kutokea sehemu mbalimbali wakiomba nafasi ya kumrithi Dimitri Pantev. Miongoni mwao imebainika ni majina 136 pekee ndiyo yanakidhi vigezo vya CAF kuwa kocha mkuu wa klabu ya CAF Champions League ambayo ni CAF A au UEFA Pro. Kocha Romain Folz ni miongoni mwa majina maarufu ambaye anagombea nafasi ya kupita mchujo kufikia watano bora kutoka 136 waliopo. Na majina ambayo yanapigiwa chapuo, majina maarufu ambayo yametuma maombi katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ni jina la Eric Tinka, Hanon Jaza, lakini Nicodemus Niki, Papa Silu, lakini Halbert Veludi, Amini El Laklam na Romain Folz. Huyu Romain Folz yeye alikuwa kocha wa Dar es Salaam Young African na alitimuliwa baada ya kutokuwa na mwenendo mzuri wa kikosi cha Dar es Salaam Young African kufundisha baada ya kukosa matokeo ya hapa na pale. Swali la kujiuliza, je, Simba baada ya kuapia jina la Romain Folz wanaweza wakampa nafasi ya kuwa kocha wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye kocha huyu pia amefundisha Dar es Salaam Young African, ameshinda michezo kadhaa, lakini wengi walisema kwamba mpira wa Romain Folz hauvutii kwa kasi aina wachezaji wa kikosi cha Simba. Je, wanaweza wakaenda akafanya vizuri ndani ya kikosi cha Simba? Maswali ambayo wengi wanajiuliza ni baada ya kuwa na ujasiri wa kutuma maombi ya kwenda kuifundisha klabu ya wekundu Msimbazi Simba. Ni miongoni mwa makocha wazuri, si wabaya, lakini je, Simba wanaweza wakampa nafasi ya kuifundisha timu yao ya Simba? Na kocha huyu amefanya kazi Dar es Salaam Young African. Je, akienda Simba anaweza akafanya vizuri na Simba ikashinda? Kumbuka Simba iko chini ya kiateka Suleiman Matola Veroni, ambapo pia inasemekana kwamba baada ya kikao kizito cha wekundu wa Msimbazi Simba kukaa, wanakuja na adhimio la kwamba wakimpata kocha mpya basi Suleiman Matola Veroni atakaa pembeni kuifundisha klabu ya Simba. Lakini Matola amekaa muda mrefu zaidi, lakini hao ndio makocha ambao wanapigiwa chapuo kwenda kuifundisha timu ya Simba. Lakini jina ambalo limechukua headline sana muda huu, usiku huu, ni jina la Romain Folz, kocha ambaye hacheki hata kidogo. Pila minuno, baada ya pila tatu, je, pila minuno litaenda kuinufaisha Simba? Na je, Simba wanaweza wakamsajili kocha huyo Romain Folz ambaye ameifundisha Yanga, lakini pia amepata matokeo, lakini muendelezo wa matokeo mazuri ya kuwa nayo, ndio maana Yanga tumeona wakamtimua na kumleta kocha mwingine Pedro Goncalves ambaye anaifundisha mpaka hivi sasa timu ya Yanga. Ni mmoja wa ujasiri kutuma maombi kuona kwamba anaweza kapata chochote. Kwa hiyo Simba ni klabu kubwa na yeye anataka kuwa miongoni mwa watu ambao wanakwenda kutengeneza historia ya kwenda kuifundisha klabu kubwa kama ya Simba. Mimi ni Geoffrey Moses Kalinduka. Endelea kutufuatilia, lakini pia usisahau kucomment hapo, lakini pia kusubscribe kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali za michezo.